Kwenye biashara, ufunguzi wa vituo zaidi vya kuweka magari umeme umepigwa jeki kufuatia ushirikiano wa mashirika ya maendeleo na wadau wa sekta ya kibinafsi, huku umaarufu wa magari hayo ukishika kasi humu nchini. Waziri wa Kawi Opiyo Wandayi amesema Kenya ina uwezo wa kuzalisha umeme wa kutosheleza hitaji linalozidi kuongezeka, takwimu zikionyesha kuwa magari ya umeme yaliyosajiliwa humu nchini yamepiku 40,000. Halmashauri ya Kitaifa ya Uchukuzi na Usalama Barabarani inaashiria kuwa kufikia mwezi Februari mwaka huu, usajili wa magari yanayotumia umeme humu nchini uliongezeka kwa asilimia 2,700 kutoka idadi dhaifu ya magari 1,378 yaliyokuwepo katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Ongezeko hilo limekisiwa kuchangiwa na kuimarishwa kwa sera na miundombinu katika sekta ya magari ya umeme. We are working closely with utilities, and they are here, most of them. County governments, investors, and technology providers to expand charging networks, strengthen grid infrastructure, and ensure that charging solutions are accessible, reliable, and above all, affordable across the country. As technology advances and operational needs evolve, this transition will progressively extend to additional fleet to reduce greenhouse gas emissions, improve operational efficiency, and lowering long-term costs. Kwingineko, mazingira ya kibiashara humu nchini yalizorota kwa kiasi kikubwa mwezi uliopita, huku kampuni zikiripoti kushuka kwa mauzo, kupungua kwa shughuli na ongezeko la gharama. Ripoti inaashiria kwamba kiwango cha ununuzi kulishuka hadi alama 46.6 mwezi Mei ikilinganishwa na alama 49.4 mwezi uliotangulia, na kusalia chini ya alama 50, ambacho ni kiashiria cha udhaifu wa kibiashara. Mtaalamu wa masuala ya kiuchumi Christopher Legilisho anasema sekta ya binafsi imelazimika kupunguza wafanyikazi, huku uwezo wa wateja wa kununua bidhaa ukipungua. That we're still seeing weak demand conditions from clients and consumers, and that's weighing on new orders, and it's also weighing on output. Mwishowe, tawi la Sudan Kusini la benki ya Cooperative liliandaa kikao na wakilishaji wa vyama vya akiba na mikopo 41 katika jimbo la Bahr el Ghazal, kilichonuiwa kuimarisha jukumu la vyama hivyo katika ustawi wa kilimo na biashara na kubuni nafasi za ajira. Kikao hicho pia kilijadili mikakati ya kuongeza akiba ya chakula katika eneo hilo. Kikao hicho ni sehemu ya juhudi za benki hiyo za kupanua mfumo wa vyama vya ushirika nchini Sudan Kusini. Trevor Ngendo, Darubini.